Makala hii ni maalum kwa ajili ya wote wanaotarajia kushiriki katika maandamano hapo kesho kutwa siku ya Sabasaba. Makala inahusu mbinu mbalimbali za kijasusi ambazo zinaweza kuwa na msaada mkubwa kwa waandamanaji. Na kuna sababu kuu moja iliyopelekea kutengeneza makala hii. Na sababu yenyewe ni ukweli kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikitumia mbinu za kijasusi dhidi ya raia wasio na hatia. Sasa njia pekee ya kukabiliana na yanayoendelea sio tu katika maandamano haya, lakini pia hata katika maisha ya kila siku ni kutumia mbinu za kijasusi kujikinga au kuchukua tahadhari au kuchukua hatua dhidi ya hayo yanayofanywa na hao maharamia. Kwa hiyo kwa sasa tunajikita zaidi katika hili la maandamano. Kwa hiyo pia katika ufanisi umejaribu kutengeneza haya maandamano kama operation ya kijasusi. Sasa katika operation za kijasusi kuna angalau mambo mawili ya muhimu sana. La kwanza ni maandalizi. Maandalizi ya kutosha ndiyo yanayofanya operation ya kijasusi kufanikiwa. Kwa hiyo maandalizi ya kutosha katika maandamano ambayo tunayatizama kama kwa muktadha wa operation ya kijasusi yataleta ufanisi katika maandamano haya, yani operation hiyo ambayo ni maandamano. La pili, ngile kitu mtaani wanasema haina kufeli. Operation ya kijasusi haifeli ikifanyika kwa ufanisi, yaani maandalizi yakiwa yenye ufanisi wa kutosha na kila kitu cha msingi kazingatiwa, basi haina kufeli, lazima ifanikiwe. Hata hivyo ni muhimu kugusia na hapa si mahala pake kwamba taaluma ya intelijensia sio kitu ambacho Waingereza wanaita exact science. Sio sayansi timilivu kwamba lazima 2+2 iwe 4. Katika intelijensia 2+2 inaweza kuwa 10 au kukatisha tamaa jibu likawa 0. Kwa maana hiyo ni kwamba hatua zote zikichukuliwa haimaanishi kwamba ufanisi utakuwepo 100%, lakini angalau 99.9 ndio kinacholengwa, sio utimilifu kabisa, lakini mafanikio angalau kama si yote basi ya kutosha. Kwa hiyo bila kupoteza muda, unasema moja ni hilo, ni hizo vitu viwili kwamba kwanza ni maandalizi, lakini cha pili ni kwamba haina kufeli. Kwa hiyo ni muhimu kwa kuzingatia maandalizi yakatapelekea operation kuwa na ufanisi. Sasa makala ina muundo tofauti na makala nyingine kwa sababu hii ina maelezo zaidi, na ningependa sana kuangalia kwamba watakaosoma kama mtu anaweza ka note down akaweka kumbukumbu, itasaidia kwa sababu katika kueleza ni rahisi mtu pengine kupitiwa na namna fulani, na endapo kuna swali au kuna ufafanuzi ambao unahitajika, basi mdau yeyote ambaye atakuwa amepitia amesoma anaweza kuwasiliana na Jasusi TV, anaweza kuwasiliana nami Everest kwa ajili ya maelezo zaidi. Ni muhimu kusisitiza kwamba lengo hapa sio kuwatia watu uoga. Lengo ni kuwajazia watu skills za kukabiliana, kwa sababu katika ujasusi kila operation ni hatari, ni ya roho mkononi, lakini watu wanaenda wakiwa na matumaini, wanajiamini na wanafanikiwa kwa sababu wamejiandaa vya kutosha. Kumekuwa na jitihada kubwa za kuhamasisha watu kushiriki katika maandamano, na hiki kwa hakika ni kitu kizuri kwa sababu maandamano haya ni ya muhimu, ni haki ya kikatiba na kila kitu. Lakini kumekuwa hakuna jitihada za kuwasaidia watu pengine kuwa na uelewa kuhusu labda hatua za kuchukua, za kujikinga, za tahadhari. Na kwa sababu tunajua tunadili na watu wa aina gani, watu makatili ambao huko nyuma wameshafanya unyama ambao hatuhitaji kurudia hapa, kwa sababu kueleza haya itakuwa ni kama kuwatisha watu wengine. Lakini ni muhimu kuchukua tahadhari, ni muhimu kuwa na uelewa wa namna gani ya kukabiliana na vitu endapo vitatokea. Kwa hiyo makala hii ina vitu kadhaa ambavyo tavionyesha, utakuwa ukiangalia, unavisoma, kuna muziki hapa kidogo na background unapiga ili kuweza wewe mwenyewe kama kuna swali basi unaweza ukauliza. Lakini kwa kifupi ni kwamba vitu ambavyo vipo katika makala ni vingi, hizo mbinu za kijasusi ni nyingi sana katika mazingira kama haya, lakini haiwezekani kuvizungumzia vyote katika makala kama hii. Vichache nilivyoweza kuvigusia ni kitu kinachoitwa kama OPSEC. Hii ni operational security. Huu ni utaratibu wa kuhakikisha kuwa taarifa zinazoweza kukutambulisha au kuwezesha kufuatiliwa au kukuweka hatarini hazivuji kabla ya kufika katika eneo la tukio. Jasusi huhakikisha kuwa taarifa zake iwe kwenye mitandao ya kijamii au sehemu nyingine zote hazivuji kabla, kwa sababu zitakuja kuathiri
ufanisi wa operation husika. Kingine ni kitu ambacho kinafahamika kama surveillance detection route au SDR, ni kwamba majasusi hawaelekei eneo la tukio moja kwa moja. Huende eneo la operation moja kwa moja. Kwa hiyo kuna mbinu za kupita huku na kule kuwazuga, kama lengo hapa ni kuhakikisha kuwa hakuna mtu anayekufuatilia, kwa sababu kama mtu anakufuatilia ataathiri operation yako mwenyewe, lakini pia unaweza ukaathiri usalama wa wenzio. Kwa mfano katika waandamanaji, maana labda pengine unatoka inabidi kumpitia mtu fulani au mnaenda kukutana sehemu fulani. Kwa hiyo kama mtu anakufuatilia wewe, unaweza kuwa unamuongoza kwa wale wenzio. Kwa hiyo ni muhimu sana, sio tu kwa ajili ya usalama wako, bali pia kwa ajili ya usalama wa wenzio. Pia kuna kitu ambacho mara nyingi huwa kinatokea, japo kutokea kwake kunaweza kuashiria changamoto kwa operation husika, kinaitwa kuwa banned. Kuwa banned maana yake ni kwamba utambulisho wako umebainika, watu wamekufahamu. Kwa hiyo kama sasa hivi tunajua kuna watu wengi wanafuatilia kujua nani ataandamana, nani anapanga hiki na kile. Kwa hiyo endapo sasa utakuja umebaini kwamba labda taarifa zako zimevuja, hatua gani ambazo za kuchukua zimewekwa hapa katika makala hii. Pia kuna kitu kinaitwa legend. So legend basically ni maelezo ambayo unaweza kuyatumia endapo labda inabidi kuwepo eneo sehemu fulani, pengine unataka kukagua kitu fulani, kwa sababu ni muhimu siku ya kesho, ambayo ndio siku moja kabla ya maandamano, kuwa na maandalizi ya namna fulani. Kwa hiyo vitu kama hivi ni muhimu, vinaweza kusaidia kutengeneza mazingira ya kuhakikisha kuwa maandamano yanakuwa na ufanisi. Pia katika ujasusi kuna kitu hasa intelijensia kwa ujumla, kwa sababu ujasusi uko ndani ya intelijensia. Kuna kitu kinachofahamika kama compartmentalization. Sasa compartmentalization ni kanuni ambayo ina umuhimu mkubwa sana, na maana yake ni kwamba hakuna mtu mmoja anayepaswa kujua kila kitu. Kwa hiyo hata kama mmepanga wenyewe labda pengine kundi lenu kwamba sisi tutaandamana muda fulani na vitu kama hivyo, ni muhimu kuhakikisha kwamba mtu anajua kile tu anachopaswa kujua. Hakuna mtu anayepaswa kujua kila kitu, kwa sababu endapo mtu anayepaswa kujua kila kitu, kwa mfano atakamatwa, au yule mtu anayepaswa kujua kila kitu ni pandikizi, na tunajua tuna mapandikizi chungu mbovu. Ni muhimu sana kuzingatia usalama huo, na ni muhimu pia kugusia katika haya yote kwamba katika tasnia ya intelijensia, imani ni kitu adimu sana, kwa maana kwamba kumwamini mtu, uwe na sababu za kumwamini, lakini usimwamini kwa 100%, kwa sababu anaweza kujitengeneza kuonekana wa kuaminika kwa vile tu anataka kukujaribu wewe. Kingine ni mawasiliano, Signosight na Juris Code. Hivi ni vitu ambavyo endapo kutatokea matatizo, jinsi gani ambavyo watu wanaweza kufahamu kwamba kuna matatizo, jinsi gani ambavyo wanaweza kuwasiliana. Hivyo vyote viko maelezo yako hapo. Kingine ni dead man switch, na hii ni mpango unaoanza kufanya kazi kama mtu hajafanya kile alichopaswa kufanya. Endapo mwenzenu hajatokea, mlikuwa mmepanga mkutane muda fulani, hajaonekana, nini mnafanya? Hatua gani za kuchukua na utaratibu gani ambao mnautengeneza kabla ya maandamano? Halafu kuna digital hygiene. Ni muhimu sana katika masuala yani usafi wa kidijitali, kuhakikisha kuhusu simu yako, akaunti zako ya mitandao ya kijamii na vitu vingine ambavyo vinaweza kutambulisha, kwa sababu hawa watu wanawinda, kuna udukuzi unaendelea kufahamu mipango ya maandamano na vitu kama hivyo. Halafu kuna kitu inaitwa crowd reading. Hii ni kusoma hadhira, ni kusoma mkusanyiko wa watu. Kama unaenda sehemu kuna mtu ambaye unadhani anaonekana awkward, au mtu ambaye nyie mlipanga mnaokwenda pengine mnafahamiana, ghafla kuna mtu ambaye mfahamu, basi hiyo inaweza kuwa ni ishara ya kitu fulani. Lakini hata wakati wa maandamano, labda kesho, kuna uwezekano watu wakatembea kwa mitaani, ukimwona mtu fulani ambaye humuelewi na vitu kama hivyo, ni muhimu sana kufahamu hicho kitu kinamaanisha nini. Lakini vile vile kuwa na jinsi mpangilio namna gani labda ya kutoroka eneo husika, kwa sababu mambo huwa yanakwenda pengine mrama, kinyume na matarajio. Sasa je, mambo yakienda kinyume na matarajio, unatokaje eneo la tukio? Kwa hivi ni vitu ambavyo hapa inaelezwa mbinu na hatua mbalimbali ambazo zinaweza kuchukuliwa. Na mwisho hatua ya mwisho ni kitu ambacho tunaita red lines, kama ni hatua za dalili za tahadhari, dalili kwamba hali ni hatari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivi ni viashirio ambavyo havihitaji mjadala, kwamba ukishaona vitu hivi chukua hatua stahili, na hatua stahili zimeelekezwa katika makala hii. Na kanuni ya mwisho ni usalama kwanza, ushujaa baadaye. Ni muhimu sana kuwa salama, kuhakikisha usalama wako. Ni muhimu kuzingatia hiyo unasema operation security, kuchukua hatua kabla ya kuanza kwa operation ambayo ni maandamano husika. SDR kwa maana ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayekufuatilia. Pia nini cha kufanya ukiwa band, ambapo ID yako itakuwa labda imefahamika. Legend yako kwa maana ya kuwa ni maelezo ambayo yanaweza kudhibitisha kwa huko sehemu fulani
kwa sehemu. Hakika kuna compartmentalization ambayo hakuna mtu mmoja anayepaswa kujua kila kitu. Duress code, deadman switch, digital hygiene na jinsi ya kutoka eneo kama endapo mambo yatakuwa yamekwenda kinyume, na red lines. Hizi ni alama za tahadhari. So kwa matumaini kwamba haya machache yanaweza kuwa na msaada mkubwa wa kuwasaidia waandamanaji na kuweza kuepusha lolote mazuri. Ni muhimu sana kusisitiza kwamba makala hii hailengi kutisha watu, kwa sababu ni rahisi watu kutafsiri kwamba bwana unajaribu kuingia maneno haya labda kuwatisha watu wasiandamane. Hapana, ni muhimu kuwapatia watu nyenzo zitakazosaidia, na hizi nyenzo sio tu kwa ajili ya maandamano. Janga la wasiojulikana lipo na litaendelea kuwepo, lakini ni muhimu kutumia mbinu zile zile wanazotumia hao majahili kukabiliana na kwa wanatumia mbinu za kijasusi. Kwa hiyo ni muhimu pia kwa waandamanaji nao kutumia mbinu za kijasusi, au wananchi kwa ujumla kutumia mbinu za kijasusi kabisa. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.